Asante kwa kuchagua Special For You TV kuwa wa kwanza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Leo katika story zetu nimeamua kuzungumzia historia ya Wahadzabe. Kutokana na watu wengi kuwa na shauku kubwa ya kutaka kuwajua Wahadzabe, mavazi yao, chakula chao, baada ya kifo, pia mahali wanakoishi. Wahadzabe ni wawindaji na wakusanyaji kutoka kaskazini mwa Tanzania. Wanaaminika kuwa na idadi ya watu 1200 hadi 1300. Wahadzabe wanajulikana zaidi na maisha yao ya uwindaji wa wanyamapori kama vile nyani au tumbili, na ukusanyaji wa matunda na vyakula kama vile matunda mwitu na mizizi. Wao huishi kwa makao ya muda wakati wa kiangazi na mapango wakati wa mvua. Mavazi ya Wahadzabe ni ya kushangaza mno kutokana na muonekano wake. Mara nyingi utawapata wamevalia ngozi za wanyama mbalimbali, mfano nyani, tumbili na fisi. Na haya yote wanayapata baada ya kuwaua na kula nyama zao. Wahadzabe ni watu wenye ushirikiano na umoja bila uongozi dhabiti. Pia wana lugha ya kipekee. Wanaaminika kumiliki makazi yao kwa miaka 1000 bila mtindo wao wa maisha kubadilika. Maisha yao ya kipekee yamechangia katika tofauti za mipaka kati ya Tanzania na dunia. Wanawake wao huolewa wakiwa na miaka 17 hadi 18 na wanaume wakiwa na miaka 20. Cha kushangaza zaidi ni kwamba ndoa zao hazipangwi, bali chaguo la wanawake ndilo huamua. Pia hawafuati dini yeyote ya kirasmi. Watu hawa wanaaminika kupenda asali sana kuliko vyakula vyao vyote. Ni ngumu sana kwa watu hawa kugonjeka kwa sababu vyakula vyao viko rich in fiber na kemikali za mimea na yenye sukari kidogo. Pale mmoja wao anapofariki, wao humwacha aliwe na wanyama wa porini, na kama ni mkongwe, wao humweka kwenye mapango yake na kuichoma. Wahadzabe wanaaminika kuwa wawindaji na wakusanyaji wa mwisho waliobakia duniani. Pia wanaripotiwa kuwa na kiwango cha juu cha furaha na maisha yao kuliko Wapolandi. Kutokana na watalii kupata nafasi kubwa ya kuwafikia huko, wamekuwa wakiwapelekea vitu mbalimbali kama vile chakula, vinywaji na baadhi ya mavazi mbalimbali. Serikali ya Tanzania imetoa onyo kali kwa wale wote wanaotumia njia hiyo ya kuwapelekea vinywaji kama vile pombe kali na vitu vyote vinavyoweza kuwadhuru. Na hapo ndipo tumefika tamati ya stories yetu ya leo. Kwa stories zingine zaidi kama hizi, usisahau kufuatilia channel yetu ya S4U. Ni Angela. Subscribe, like na comment.